Naendelea kwa sasa na matukio yamekuaje asubuhi hii ya leo, Samira? Asante sana Joash, tunakuja kwako mbashara kutoka kambi ya 75 ambao tumeambiwa kuwa ni Embakasi Airbase. Kwa sasa tumeweza kuona msafara ambao uliongoza na mwili wa aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga umeweza kusafirishwa kutoka makafani ya Lee ambapo ulikuwa umehifadhiwa na kuletwa hadi huku katika kambi hii. Tunaelewa kuwa hapo awali mipango ilikuwa kuwa mwili huo utasafirishwa kupitia uwanja wa ndege wa Wilson, lakini baadaye tukaona asubuhi ya leo kuwa mkakati huo umebadilishwa na ameletwa hadi huku kambi ya jeshi ya 75 ambapo mwili huo umeweza kusafirishwa kutoka hapa hadi uwanja wa kitaifa wa Kisumu. Tumeweza kufahamishwa kuwa aina hii ya ndege inaitwa Spartan ya Kenya Air Force ambayo it's specifically used to carry VVIPs. It's the best aircraft to carry VVIPs at the Embakasi Airbase, na tumeelezwa kuwa Raila ataweza kupatiwa mazishi ya kitaifa, na hii ni kufuatia mwongozo wa Rais William Ruto ambao alitoa. Tumeelezwa kuwa itachukua takriban dakika 35 kufika katika uwanja wa kitaifa wa Kisumu ambapo watatua huko na wananchi pia wataweza kupata nafasi ya kuona mwili wa Raila Amolo Odinga. Kwako Joash, studioni labda. Naam, shukran sana Samira Mohamed. Na hivi sasa umezungumzia matukio ambayo yamefanyika asubuhi, labda ukiwa katika makafani ya Lee, labda ni kipi kilikuwa kinafanyika? Ilikuwa mida ya saa ngapi? Kwa sababu hivi sasa ni saa 12 dakika 12. Msafara huo umechukua muda upi kufika katika uwanja wa Embakasi Airbase? Na asante. Tulipofika katika makafani ya Lee hatukuweza kuona, hakukuwa na watu, hakukuwa na wananchi ama umati ambao walitokea kuona mwili wa Raila. Tunaelewa kuwa waliweza kuona mwili huo jana na hakukuwa na yeyote mle, mbali kulikuwa tu na maafisa wa usalama ambao walipita kambi huko usiku kucha. Walikuwa wameshika doria kuhakikisha kwa usalama uko shwari kabisa, na tulitumia barabara ya expressway tukashuka na kufika katika kambi hii ya Embakasi 75, na ilichukua takriban dakika 20 kufika hapa. Na tulipofika hapa tuliweza kupata maafisa wa kijeshi ambao walikuwa wameshika doria tayari subiri tu mwili huo ufike na waweke katika ndege hiyo ya Spartan ambayo tumeelezwa ni ndege ambayo inatumika kubeba watu mashuhuri VVIP. Na kwa sasa mwili huo ushawekwa na ni wakati wa ndege kuondoka, na tunaelewa kuwa katika muda wa takriban dakika 35 mwili wa Raila Odinga utakuwa umefika katika uwanja wa kitaifa wa Kisumu. Kwako Joash. Na Samira, kuna swala lingine pia tungependa kujua, labda jamaa, marafiki, viongozi walikuwepo wakati ambapo wakitoka katika makafani ya Lee kuelekea Embakasi? Joash, kufikia sasa tujaweza kuona baadhi ya viongozi hapa. Tumeelewa kuwa mazishi ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga umechukuliwa rasmi na maafisa wa kijeshi ambao watakuwa wanaongozwa na Jenerali Charles Tahariri. Na kufikia sasa tujaweza kuona viongozi wowote hapa, bali tumeweza tu kuona maafisa wa usalama ambao wameshika doria. Tumeweza kuona pia mkuu wa polisi, kamanda wa polisi katika mkoa wa Nairobi ambaye ni George Seda pia amekuwa hapa. Kwa hivyo tunaweza kuona viongozi wowote, bali tumeweza kuona baadhi ya jamaa na marafiki wamekuwa hapa, bali si viongozi Joash. Naam, shukran sana Samira Mohamed. Mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu ambaye alianza safari ya asubuhi kutoka makafani ya Lee hapa jijini Nairobi kuelekea katika uwanja wa Embakasi, uwanja ambao unatumika na wanajeshi, na ni picha za moja kwa moja ambazo tunazidi kuzipata asubuhi hii. Na ndege hiyo imeanza kungurumishwa kwa safari kuelekea katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, na ni ndege ambayo ndege maalum ambayo inatumika kusafirisha wale maafisa wa ngazi ya juu, na hivi sasa inasafirisha mwili wa hayati Raila Amolo Odinga kutoka hapa jijini Nairobi kuelekea kaunti ya Kisumu, sehemu ambayo itatumika pakubwa siku ya leo kwa wale wafuasi
wa kinara huyu wa ODM ambaye hivi sasa ashaondoka, na vile vile aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, ambao watapata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho. Na mtazamaji, matukio mbalimbali yamefanyika asubuhi hii tukisubiri ndege hiyo kung'oa nanga, na yale ambayo yamefanyika asubuhi ya leo ni kuhusiana na mwili wa Raila Amolo Odinga kuondolewa katika makafani ya Lee hapa jijini Nairobi, na vile vile kuweza kupelekwa katika uwanja wa 75 pale Embakasi Airbase. Na ikumbuke kwamba awali mipango ilikuwa kwamba mwili huo ungepelekwa katika uwanja wa Wilson ili kuweza kusafirishwa hadi katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, mambo ambayo yalibadilika ghafla, na sasa mwili huo uko katika uwanja wa Embakasi Airbase. Na hivi sasa unavyoona kwenye picha za moja kwa moja kutoka Embakasi, ndege iko karibu kung'oa nanga na vile vile kuweza kuelekea katika kaunti ya Kisumu. Ndo picha za moja kwa moja, ndege ikiwa imebeba mwili wa marehemu Raila Amolo Odinga. Vile vile katika upande wa pili katika kaunti ya Kisumu, maandalizi yanaendelea pale. Maafisa wa kijeshi wanaendelea kuandaa ile sehemu ama meza maalum ambayo itatumika kusafirisha ama kuwekwa mwili wa hayati Raila Amolo Odinga. Mtazamaji, unavyoona kwenye kwambo chako, ndio hiyo ndege sasa inapaa, ili inajiandaa kupaa ili kuweza kuelekea katika kaunti